Wasiokuwa Waislamu wanatuhusudu sisi kutokamana na ibada ya swala. Wewe uliona wapi Mungu anaabudiwa kwa wiki mara moja? Au mtu anaabudia anavyopenda mwenyewe? Hata uko kazini kwako ulikoandikwa kazi ukapata mshahara mnono, ukienda wiki mara moja utafutwa kazi. Na ukienda unavyopenda mwenyewe ufanisi utakuwa haupo. Lakini hapa tunamtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haiwi kwamba mtu unakuja hapa unajipangia wewe namna aina fulani ya maisha. Uislamu unatisha kwa sababu ya kiungo hiki cha swala tu. Ndio maana kule Ulaya alitokea mkubwa fulani ana cheo kikubwa, alipoona kwamba hatari ya Waislamu inaingia Waislamu mpaka Ulaya, na leo kila mahali kuna Waislamu, na ndo hofu yao. Maana Ulaya, Ufaransa, Marseille, wanasema zaidi ya 80% ni Waislamu katika ule mji wa Marseille peke yake, zaidi ya 80%. Na unasema baada ya miaka 20-25 basi hata Uingereza itakuwa nchi ya Kiislamu, kwa sababu Waislamu wanakuja kwa nguvu sana, wanasilimu kila uchao. Kule Kenya kuna balozi mmoja wa Marekani aliwahi kusema alipowaalika Waislamu katika iftari, akasema sasa hivi dini inayopokelewa na watu wengi sana Marekani ni Uislamu. Watu wanaisilimu, wanaingia katika Uislamu kwa wingi sana, na hilo halipingwi na mtu yoyote. Na kadri watu wakitaka kuuzulia Uislamu mambo, ndo watu wanapata sababu ya kutaka kujua Uislamu. Tizama, alikuwepo mwanamke mmoja, ni mukaddima barnamij, ni mtangazaji katika television maarufu ya mambo ya music inaitwa MTV. Alislimu. Niliwahi kumuona katika chombo cha habari cha Al Jazeera anahojiwa vipi Uislamu wake, television maarufu kwa ufuska kwa mambo ya kuvaa uchi, music nini, MTV. Alitoka katika mambo yale, sasa hivi yanakuwa mutahajiba na mfano wake, ameujua Uislamu. Hivi hatujaufanyia haki Uislamu ya kufanya da'wa, lakini watu wanasilimu. Tukiamua hasa kufanya da'wa itakuwa maajabu.